Winos Next. Niliharibu kuwa mtu wako, nikajisahau jiani. Kila neno ulilosema rohoni limebaki kama michoro ukutani. Uliapa uniachi kamwe, leo hata simupokei. Rafiki zako wananitazama mbali, kama mimi ndiye adui. Nimepotea ndani yangu, sina pa kwenda. Ulinijenga alafu umeniacha kwenye magofu ya mapenzi. Nikisema nikuache, moyo wangu haukubali. Nikikataa kukupenda, machozi yanajibu kwa Vipi? Mbona umesema redio? Unataka kila mtu anoka amenunua redio? Redio yenyewe kwanza na mtumba. Sikiliza Zuena, redio ni yangu, jasho langu. Pili, hii nyumba yangu, usinipangie. Rekebisha semi wako. Hii nyumba yako. Nilipokuja kilikuwa kama situ kinini cho nimekitengeneza, sasa hivi unasemeti nyumba yako. Alafu umeniambia situ nikamwambia baba mwenye nyumba unaumwa. Aje mtani kukuta unaruka ruka na mziki uko juu hivi, atanifikiriaje mimi? Si ndio mwanzo kukuzwa mtani? Una mind sana vitu vidogo. Yaani kutuma kwako watu tusisane huko ndani. Amesema anataka hela yake kesho kutwa, la sivyo hela yake tampa bwana. Utazania atudai mamilioni. Sasa unaenda wapi? Naenda mjini mara moja. Si unajua nataka nitoke, sitachelewa kurudi. Sababu leo naenda kutafuta shati la kuvaa kwa ajili ya perform pale. Hela kununua shati ipo, lakini hela kulipa kodi hamna. Zuena, sikiliza. Ujue umenichosha na wimbo wako wa kodi. Hujui umuhimu wake, ndio maana unadiriki na kununua shati. Sikiliza Zuena, lazima ninunue shati leo, muhimu sana. Sababu leo na perform club Likana, na nikiwa sina pamba safi nitashindwa kukubaliwa perform kwenye stage. Ni muhimu sana. Eric, mimi ni nani kwako? Kwani hujui? Nataka kusikia mdomoni mwako. Hayo ni mambo ya kupotezea na mood sasa. Nataka jibu sasa hivi. Bado siwezi kujibu swali ambaye jibu lake liko wazi bwana. Kila ningetaka kujua msimamo wako kwangu unanizungusha. Eric, unanifanyia vituko kwa sababu nakupenda eh? Sio kweli. Najua siku hizi mapenzi yako kwangu yamepungua. Kama una mwanamke mwingine si useme tu. Kama kweli bado unanipenda, mbona unafanya mambo tofauti na makubaliano yetu? Makubaliano gani? Muziki. Wewe na muziki wako kila kukicha muziki na sio chochote kinachoendelea kuhusu huo muziki. Give me time. Nipe muda. Time. God forbid. Nikupe muda hadi lini? Tutaishi maisha haya duni hadi lini, Eric? I am fed up. Zuena, nipe muda hadi mambo usiku itakuwa super. Swala lingine unalondoa nalo ni mashairi yako. Kila kukicha unaandika mashairi tu, si kucho mashairi. Ila mboga sikitu unanoma daktari kuandika mashairi. Mimi nimechoka. Music pays, man. Music pays? God forbid. Biashara gani hizo za kiuni? Eric, I am fed up. I'm fed up with you. I'm fed up with everything. I'm fed up with the damn music. Rafiki zangu wote wananicheka. Yaani mimi mbele yao ni kama kituko tu. Naomba nisikilize. Mimi mziki upo kwenye damu yangu. Nikila na kula mziki, nikilala na uta mziki, na si nyingine hata nikikaa na waza mziki, na uhakika mziki utalipa siku moja. Hii safari ni ndefu, naomba unipe muda kidogo, na uhakika siku moja tutaishi maisha raha kama ma celebrity wengine wanavyoishi duniani, kama vile Mr. Paul, Mr. Two, Lady JD na kina Stara. Zuena, unaweza kunipa kampani leo kwenda pale Club Likana kwenye uzinduzi wa Bog 2K, albamu yake ya Dish Chenga Chenga. Hela kulipa kodi hauna, lakini hela kutoa out yaani ungejua mimi unavyoniudhi mimi ilo deni kutolilipa. Mzee mwenyewe ni muuni. Ukimpatia fedha, hela zote zinaisha kwa wanawake na pombe tu. Mimi mlevi ndio? Shona. Nakuuliza mimi mlevi? Kijana, mbona umekosa fadhila? Kumbe nyewa huru tu ndani ya nyumba hii. Maji ulipi? Unasubiri usiku watu wamelala unaenda kuchota maji usiku.
Umeme hulipi, nimeukatia. Umeunganishwa umeme kutoka chooni, alafu unanidanganya umechukua nyumba ya jirani. Chumba hiki usiku unakusanya si wahuni kutoka wapi? Mnapiga makelele mpaka hata wapangaji wenzao wanashindwa kulala. Muziki ambayo haina maana yoyote. Chumba hulipi miezi 3. Na kupeni hadi kesho. Uwe umehama kwenye chumba hiki. Wahuni wakubwa ni. Si wewe si huyo kaka yako Sam. Alafu ukijidanganya kutoroka na pesa zangu, utakila cha mtema kuni. Usije ukajifanya ujanja uona hata siku moja. Zuena, najua jinsi gani hali hii imekuchosha. Lakini I promise sooner or later everything will be okay. Naomba mvumilivu tu. Eric, hivi ndio tulivyopatana? Wapi? Wewe nilikwambia nini? Wewe vipi amkiangu wewe? Nilikwambia tukija huku kila mtu kimpango wako. Nje tunasema nasema Napenda mimi. Sawa mapenzi ya kupangiana sio mnipiga mimi siwezi. wewe fanya nipe jina langu. Nakuzimia sigara ya usiala hayo bwana acha bwana. alafu siku nyingine nikikuacha nifanye unalia. Mimi nalia. Mimi siku hizi nalia. Mfano kaanza kutoongea kitu gani? Okay, sawa lazima mimi kila siku nakuuliza hata kuongea. Kwani yeye ananichukia? Wewe hapa ni kaka yangu. Wewe ukitaka dada na mwanamke utafurahi wewe. Sawa, sasa kama kaka yako enda nishike mimi. Baje tuongee aishe. Bwana ikimpango wenu. Sasa sikiliza. Mungu anapanga leo tutoke. Tutoke? Ndio wapi? Oho. Basta sisi. Mungu Yesu ndio. Oh, kila sapenzi eh. Nakuja usio sawa Sasa Zuena, mimi nakuja sasa hivi naenda kujaribu bahati yangu perform. Nini? Wewe mtoka nyumbani msema kuja perform sijui. Mambo hapa ni kubahatisha. Si unaweza kukuta uhakika wa perform na usiperform. Sikia Eric. Nimechoka na mambo kudanganya. Umeniambia tu unatoka nyumbani tutakuja hapa kuja perform. Alafu unakuja kuniambia tu unajaribu bahati ya perform. I'm fed up. Umesikia? Hi, Zuena. Mama. Vipi? Hey, msanii. Sema. Afadhali umekuja rafiki yangu. Nataka ukae hapa kidogo mpe company Zuena. Naenda kujaribu bahati ya kuperform. Una perform? Wewe. Una perform pale juu wewe leo. Wapi babu wewe? Ya laundi. Au sio? Bana mnaomba ushemeji yako bwana kama vipi? Misosi mitungi na mambo yote niko juu. Sikuja kufuata salamu. Nimechoka na uongo wako. Kunidanganya kila siku. Mara nitakuja jioni, mara nitakuja siku kesho. Alafu najua kwamba huji. Nimeamua kufuata hata kama ni usiku.
naomba pesa zangu. Sasa Mzee Bilali, usiku wote, usiku wa manane ndio tunafuatana kwa ajili ya hiyo deni. Mzee Bilali, unashindwa mimi kuniamini, watu wamelala. Hebu tusogee basi. Bwana, ungekuwa mstaarabu ungeshanilipa mimi. Sogee basi, watu wamelala sasa hivi, tutapigia kelele. Naomba basi, kwa vile unajua hali halisi sasa hivi ya maisha yangu, kwamba maisha yangu ni mabovu sana. Kwa hiyo naomba nivumilie mpaka hapo matatizo ya kazini yatapokuisha. Nimeshachoka, nimekwambia. Kwanza huyo mdogo wake mwenyewe muuni. Analeta watu vijana kibao, mnaenda wanapiga makelele, sio wanaimba muziki, muziki yenyewe hata haieleweki. Maji halipi. Umeme halipi. Nimeshamkatia umeme. Kaunganisha miwaya sijui kutoka chooni mpaka chumbani kwake. Nikimuuliza nasema katoa nyumba ya jirani. Sasa kwa hali hiyo ndugu yangu, naomba, nimechoka kuvumilia, naomba unipe pesa zangu tu. Nafikiri mimi tuchemalizana kwa hiyo swali. Nishakwambia kwamba nivumilie hadi hapo mambo yangu ya kazini yanapokuwa safi. Mimi nitakumalizia deni lako. Nimeshachoka, sintavumilia zaidi hapo. Kama mdogo wako maisha ya mjini yamemshinda, si arudi kijijini. Kwani lazima akae mjini? Sasa unataka mimi nikupe nini? Unataka nikupe nini? Nimeshakwambia mimi hela sina. Sasa lolote utakalo mwezi okay. Aha, kumbe jeuri, si ndio? Jeuri kwa pesa zangu mimi. Basi mimi naondoka. Nitakachomfanya mdogo wako atajuta yeye pamoja na wewe pia. Kwanza kamchezee kwake ya kwanza. Fanya haraka bwana. Hapo nyinyi bwana mna tabia moja bwana. Yaani nyinyi mkiwekea fact chini mnakuwa na matatizo, mnasema namba 2 sijui namba ngapi. I said brother, bro. Wewe vipi bwana? Wewe niko busy hapa sidia mtu na goma. Hebu toka nje. Usimu kidogo. Wewe vipi wewe? Unafikiri demo anayekuja club ana hela? Mind wewe usijue mguswe pako tu unafanya DJ ungekuwa umevua nguo. Watu chacheza na Messi Venezuela huko. Watu huko kienyeji wote na nini wewe? Venezuela ucheze wewe. Sawa baba, wenzako watapoteza kushukuru mtu kama mimi. Wanalilia tena kama na kushika view. Wewe vipi wewe? Wewe superstar. Hebu tumsikize hiyo bichi hiyo. Wewe vipi wewe superstar bongo? Watu umeona kina Neli? Wewe unaongea nini wewe? Na wewe unaongea nini wewe? Hebu wewe ndoko. Muone kofia kama unauza madafu. Wewe tuliona tafuta nini hapo wewe kweke tu wewe. Unajua sipagi. Kwanza sipagi wewe. Vipi sasa, kata mitungi basi. Usinishike. Ndio pumbavu gani mliokuwa mnafanya pale? Na nadhani kila unachofanya mimi napendelezo nacho. Mambo madogo naona. Sasa mwanangu wewe, mimi nimesimulia vya kutosha au sio? Acha basi nape hayo washikaji So jambo fulani mambo ya fedha mwanangu. Alafu Zuena, njoo mara moja. Hivi wewe Zuena, unachobabeka kwa Eric ni kitu gani? Unajua Eric ni afadhali kuwa na wewe unajua. Sasa mtu ameondoka amefanya kama saa kibao. Wewe msichana mzuri, mrembo, unapendwa na kila mtu. Hivyo wangapi wanakutaka huko mitaani? Eric yeye maskini ya Mungu kachoka. Yaani hata mfanani kuwa naye. Unamwangalia kitu gani? Au binti unamfuga? Usiusemee moyo mshikaji. Nini? Uhusiano wangu na Eric naomba uache hivyo. Hujui Eric anachonipa. Hujui Eric ananipenda wapi, nasikia? Mambo. Nila. Wewe unatenda mimi. Yuko pale ndani. Si shemeji yangu. Usiniletee mtoto. Then sio hivyo. Hebu kwambie binamu yangu. Binamu yako hauna letea binamu nyama hapo. Jamani Raza, kwani unafahamu yule? Yako yule. Mimi namfahamu. Yule mtoto sana anajua BM pale. Raza uko mfika mbali. Nakuuliza sana anajua BM? Sasa kiasi mimi sina kipekee mdogo wangu vipi? Na ngapi nimekwambia kuhusu kile jamaa? Usiamini niende. Hakuna kuondoka. Elimu. Subiri. Hebu cheki. Oya. Ngokini.
Halo sister. Poa. Vipi, mbona uko peke yako wewe? Kuna mtu namsubiri. Sasa sikiza sasa nikwambia kitu kimoja. Kuna anko mmoja yule pale kwenye nani pale kuna anahitaji kuongea kidogo. Na mazungumzo gani? Si uende pale ndio utajua. Unasikia? Yeye ana shida. Mimi siwezi nikamfuata yeye. Nimfuate yeye kwanza kwa kipi hasa alichokuwa nacho yeye. Kwa basi ngoja nikamwite basi. I said brother. I said bro. Brother. I said brother. Vipi wewe simekomenda kuita? Go out. Just go out bwana. Nani kakuambia uingie DJ Kibin? Nenda nje bwana. Nitakuita bwana. Mbona unanisumbua track na kwama hapa? Nenda nje bwana. Sister. Samahani tena basi. Ngoja nikwambie kitu kimoja basi. Yule anko alikuwa tuliza basi mpira endelea huko bwana na mluko wako. Yule anko alikuwa anakuita nini? Ndio huyu hapa anaitwa King Master Chris the Kid. Nasikia sister, unajua wakati tumekaa kwenye meza yetu pale nisikia vibaya pale msichana mzuri kama wewe nini hapo. Umekaa peke yako bila hata kinywaji mkononi. Sikuwa unaji kama tukaingia kwenye meza yetu tukapata kinywaji. Samahani, sasa tuna pop-up lakini sihitaji kitu. Kwanza kuna mtu namsubiri. Hebu piga order ready kama tano kwa ajili ya mrembo yule. Hamna noma. Jamani wewe vipi? Usijisumbue. Mimi simwambia sihitaji kitu chochote. Kwanza kuna mtu namsubiri hapa, sitaki anikose akija. Wewe nani wewe bwana wewe? Sina nampenda sana. Kwa hiyo naomba muondoke. Sikiliza, wenzako wanapata chance kama hiyo, kaa na watu kama sisi. Alafu tutakuja. Kwa sababu gani? Yaani mimi mnavyoendelea kukaa hapa, mnanifanya mimi nisikie kichefuchefu yani. Sababu naweza nikatapika ni muda wote. Kichefuchefu. Ndio basi tutapika kama kichefuchefu. Wewe mnyeusho tu Tanzania. Unasemaje? Fanya haraka kabla track haijaisha. Nakuja kuuliza kuhusu kupanda blaza. Natokea ukali kishenzi, mimi underground bwana. Panda wapi? Farasi au punda? Kupanda stage blaza. Na kitu changu kikali kweli rafiki yangu. Jina lako nani? Eric blaza. Eric. Umejiandikisha lini? Kujiandikisha? Bado kujiandikisha blaza? Kichani ni ujui hata kama kuna utaratibu wa kujiandikisha man. You disturb me, you know what I'm saying? Naomba unielekeze basi mzee. Mimi underground bwana. Nahitaji msaada wako bwana mzee. Yaani ujui utaratibu? Hebu nenda kaulizie getini kule nitakutia bouncer. Just go out. Kuhusu nini? Hivi unaketi mambo? Nimekwambia kuhusu muda. Nimeshakwambia. Sasa mnake mpango wako. Unatafuta kitu gani lakini? Safari nimekataa. Nitakuacha kwa hali piki yako tuone kama utakuwaje. Mimi nishakwambia tangulia mimi nakuja chifu kuna kitu gani? Tatizo muda. Bwana mimi nimekupromise kimpango. Chukua langu. Ndio. Kwa tatizo moja. Wakati ukipata vinywaji network yako inapotea kabisa. Hivyo wewe unaweza kukimbia na hizi shilingi 2,000 za hizi bia za Kimbawi. Mara kwanza nimekuja nimetetea hapa mtaa mjalipa.
Sasa hivi mapili mapili pia mjanipendi pesa zangu. Mimi nataka nikabidhi pesa zako. Uliza bwana mdogo, kama utachukua kwa yeye hapa nitakulamba mbao. Wewe namba kibao hata siku moja. Sikiliza wewe. Nyumbani kwangu na watu 10 kama wewe, wengine wapo na wali. Sikiliza bwana, wewe unaongea sana bwana. Situmie usta wenu hapa. Hata gani hata kwenye kwa mjaenda nyinyi sana bwana. Sasa mpumbavu nakwambia kwa taifa lako. Ngoja basi kwanza wewe. Huwezi kunifanya chochote mimi kwa taifa lako itatiki tu kwa mama. Ndio mama kipindi na zangu mbona tumeusha nyinyi? Bisa tukamoja hapo. Leo unasikiliza kitu wewe. Wewe unasikiliza kitu kwa taifa lako. Wewe unasikiliza kitu kwa taifa lako. Mbele yako mimi natambua nini kitu na hela. Usafu ni mabaya sana. Wewe unasikia unasema nini? Sasa tunzetu bwana mwisho kwa somo. Washikaji wanabana, tuondoke. How perform? Hakuna kuperform bwana. Ina maana yani muda wote umenitoa nyumbani. Yaani umekuja hapa umeniacha, muda wote nimekaa peke yangu, watu wananisumbua. Umeenda huko mimi nategemea una perform hapo ukija kuniambia how perform. Sikiliza Suena. Mimi mwenyewe najaribu kukuambia ukweli. Jamaa kuachana na sisi bwana. Achana mimi. Mimi naambia ushauri Bwana. Bwana acha shati. Anataka basi mwanangu. Umesikia? Bembeleza. Yaani sipendi kusema kweli yaani umenipoa yaani Sisi ni mwana cheza. Sijali cheza bwana kwa sehemu bwana. Kuna nini? Sasa. Sasa kanisa. Kutoka nyumbani. Ndio mwenye kwa moja kwenda na kwenda huko. Lakini bado nipo senda sasa hivi. Sio na katika mtano pia mara nyingi mama mtusikia. Moja kwa moja tukata. Uone ndio sasa hivi. Sasa hivi nasema. Mimi nakuja nyumbani. Wewe tangulia. Sasa basi. Wewe mwanamke. Umefikaje kwa nyumba hii? Na umefikaje kwa nyumba hii? Kwanza umetoka wapi? Na unafanya nini humu ndani? Na mimi nilikuwa nataka kukuuliza hivyo, umetokea wapi na umefikaje humu ndani? Hivi una akili timamu wewe? Alafu lazima uwe na heshima kwenye nyumba za watu, sawa eh? Wewe ndio unafaa kuwa na heshima katika nyumba za watu. Hapa ni kwangu. Sasa mimi sina mengi ya kuongea, unasikia eh? Nataka uondoke mwenyewe yani kwa usalama wako. Eti niondoke. Hivyo unanijua mimi ni nani katika nyumba hii? Sipasi kujua mengi, na mengi nitajua atakapokuja mhusika. Wasichana wengine bwana, sio anatafuta hifadhi. Stella, sweetie. Nani nikaushia Stella lakini jamani mpenzi. Napita nikaushia, wala kumeingia hata kunipokea au nakaa tu. We. Unasema Kwa mimi wewe. Yaani kama unaita mbwa paka hivi umeelewa wapi? Unaweza kusema mimi wewe? Salamu nakushinda. Hebu nyanyuka. Kwenda wapi? Nyanyuka hapo. Nyanyuke? Nyanyuka upite chumbani. Huyu ni nani? Hivi umenisahau? Umenisahau na kuuliza? Nilianzishe. Nini? Hapa ni sheria zangu na Mimi ndani siendi. nimekwambia hapa ni nyumbani kwangu na sio nangu na pita. Kama sio wewe ungetaka wanako ndani ya nyumba. Unipiga uwezi bwana. Bwana kipiga sema tena.
Vipi tena hapa? Jamaa sinazungumza na wewe. Hebu nitazame nazungumza na wewe. Nini tena hapa kwa sasa hivi? Kama nataka kuniendelea amani jamani ndani ya nyumba yangu. Hivi nikwambia wakati naondoka hapa. Sasa pia uondoke. Sasa umekaa. GK, siondoki. John. Nakuomba unyanyuke. Uondoke peacefully. Nisingependa nifanye kitu ambacho utakufanya unichukie katika maisha yako yote. Nimekwambia siondoki. John. Nakuomba unisikilize. Yana matatizo gani? Kama wakati tumekaa wote, jana tumejirusha. Tumekuja ndani tumelala mimi na wewe. Nimekupa kila kitu unachotaka. Nimekustarisha. Sasa basi mambo na mimi niachie. Uondoke, nenda mtaani. Nadhani nipate sifa kutosha. Nenda tukatangaza nimelala jikeni tena kile kitu. Nimeshapata hivi mbona kama ni sifa umelala mimi siku moja basi niachie jamani. Sio nang'ang'ania tu na nataka ukaa. Nina mambo mengine ya kufanya mengi jamani. Please nakuomba uondoke. Mimi eti nikajisifu mtaani nimelala na GK Star. Sawa, naondoka. Umemaliza? Umemaliza? GK. Sasa nasema hivi, uwaite walolala humu ndani wote leo ambao wanaishi humu, tufahamiane. Nijue kitu gani ambacho kizuri wawenzidi. Mimi hapa sitachanganyikiwa. Afu niongeze mambo mengine zaidi atakapaswa kichwa. Niweke wazi. Kitu ambacho nimekutia hapa ndani kwangu. Nataka nikwambie kwamba kati ya mimi na wewe sio. It's over. Independence, chacha, tozumie. Kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu hichi cha watu wazima, ili kuendelea kuzungumzia na kupeana darasa kuhusu ni kwa namna gani tuishi vizuri na kwa mapendo makubwa katika nyumba zetu, tukipendana na wake zetu na hivyo kujenga maisha matamu ya mapenzi ya ndoa. Leo kipindi chetu nitazungumzia sababu zinazowafanya wanaume waliooa kushawishika na kuwageuza kibao mausgeli wao na kuwafanya ndio wake zao. Jambo la kwanza ambalo laweza kusababisha usigeli akawa ndio mama mwenye nyumba ni kutokana na mama mwenye nyumba kumweteka na kujisahau, yaani anamwachia kazi zote za ndani house girl. Kwa nini unasikia redio? Darling, nakujua sana wewe ukianza kusikiza hii redio chai yangu itakuwa ndio basi tena wewe. Lakini unaelewa ni jinsi gani ninavyopenda hicho kipindi? Unakipenda kipindi hicho kuliko chai yangu Okay. Sitaki malumbano asubuhi. Maana yake ukae kutoka na machozi. Tena sasa umenikumbusha. Dida, hicho umeweka nini? Simeweka tangawizi dia. Lakini si nimekwambia siite tangawizi. Nipokuwa nikiweka nifikiri majani ya chai. Nakwenda kunywa ofisini. Una kitu nataka nikuulize sana. Hamna kwenda chai kunywa ofisini wala? Nimeshakueleza kila kitu tangia jana. Mbona mimi sielewi kinachoendelea sasa Sam humu ndani? Naona umekuwa na miasira siku hizi. Nikikuuliza kitu unanijibu kwa mkato. Umekuwa ni tukilala unanipa mgongo. Sam, mimi sielewi. Leo nataka uniambie kinachoendelea. Tena kila kukicha hali ya maisha humu ndani inazidi tu kuwa mbaya. Hamna kuondoka. Ni story ndefu sana. Naomba ufupishe na usiache la muhimu hata moja. Nachelewa ofisini. Sam, kumbuka tupo kwenye jukwaa la maigizo hapa. Hebu kuwa serious tafadhali. Okay, kuna mabadiliko makubwa sana hapa nyumbani kwetu, hasa katika upande wa fedha. Sasa fedha ni kitu gani? Fedha si ni fedha tu. Mapenzi yatawaliwi kwa fedha Sam. Yanatawaliwa kwa moyo. Moyo uliojaa uvumilivu na ustahimilivu wa kikweli. Dina, ni hivi. Kwa kipindi cha miezi 10 sasa tunaishi kwa nusu mshahara. Yaani mimi ulipo nusu ya mshahara wangu wa kila mwezi. Na hiyo nusu inayobaki? Na kato si yangu tena. Unakatwa kwa misingi gani? Unajua simtanie. Dina, pale ofisini kwetu kumetokea wizi mkubwa sana katika idara yetu. Na inasadikika mimi nimehusika katika wizi huo. Ulishiriki na kuuliza? Nasingiziwa tu. Milioni 20 zibe mimi kazifanyie nini? Kama sikutaka kuchanganyikiwa. Nitajuaje kama ni ukweli sana? Okay, ni hivi. Wale wakubwa wa vitengo pale ofisini kwetu ni wajanja na wakatili sana. Karibu kila mwaka kuna maskini mmoja kama mimi analazimika kulipa deni ambalo limesababishwa na wao. Mwaka jana alikuwa Mudi, mwaka juzi alikuwa Esther. Mwaka huu ndio limenikuta mimi. Sam. Sasa nashindwa hata kusema nilichotaka kusema. Wanangu jamani. Erina, Samantha. Karo yao ya boarding itatoka wapi? Nina maana kwamba tutailipaje Sam? Mimi nadhani mwakani
Bora waje wasomee huku mjini. Na huo ndio utakuwa mwanzo wa kiwango cha watoto wangu kushuka kwa elimu yao. Sasa ndio unaondoka? Na wewe ofisini. Eric ana taarifa hizi. Okay, umenikumbusha. Yule mzee mwenda wazimu amekuja jana tu hapa kudai ile kodi ya miezi mitatu iliyopita. Na sijui mimi nitaipata wapi. Uwi. Sam, unataka kuniambia era kodi ya Eric haijalipo bado? Nitaipata wapi dia wakati hali yenyewe ni kama unavyoiona? Mungu wangu, jamani. Okay, mimi naona hivi. Kwa kuwa hali ni ngumu na haijulikani ni lini haya mimi matatizo yangu ya kazini yataisha. Mimi naona Eric bora aje akae tu hapa nyumbani. Mimi sijui tu bwana. Mimi hapa nilipo na wafikiria tu wanangu. Hata sielewi sasa watoke huko boarding, waje wa hizi primary za kutwa. Sam. Majirani walivyo na mdomo huko nje. Mungu wangu. Uwe. Si watafurahia kushuka kwetu kwa kiwango cha maisha. Maisha kuna kupanda na kushuka. Ni kweli Sam, tulipanda. Na sasa Sam, tumeshuka. Msikefa, niambie jana Stella umemwacha. Stella? Bado fahamu mjui Stella? Bado Stella gani bwana? Wewe, usiniletee ubebe, umesikia? Niambie ukweli. Bwana mimi sielewi sasa mbona umesikia usiniletee ubebe. Basi baba, basi. Jennifer bwana sasa ndio. Niambie kweli. Mwacha wapi? Mwacha. Ini zinada chache tu Afrika kutoka zangu bwana. Ah, niambie kweli. Saidia kama jamaa moyo malizana naye bwana, mimi simwezi. Nada, só isso, não dá, não consigo. Cansado, Dada. Mesquinho. Dada, eu já não vou lembrar do meu nem, Dada. Nem, Dada. Toka! Mavazi yako yananichanganya sana. Yeah. Okay. Hello. Boss, naruhusu waingie? Okay, waambie waingie. Mmeambiwa ingieni. Kiti. Nimewaita katika kikao hichi cha dharura kutaka kuzungumzia swala moja tu. Swala lenyewe ni kuhusu ripoti ya uchunguzi ya awali ya malipo ya shilingi milioni 20 ambayo yamefanywa katika kampuni ambayo haikustahili malipo
kutokana na kuto kumaliza kazi kama mkataba unavyosema. Naam. Kuna simu kutoka Sauti International. Waambie sitaki kuonana nao. Sasa niwaambiaje bosi? Waambie swala lao ndio tunalojadili hapa. Kwa hiyo wasubiri ripoti itasema nini, kama kukutana mahakamani au vipi. Samahani bosi. Naomba nikusaidie. Chini. Wewe ndio unasababisha yote haya, na wewe ndio unafanya kampuni kujikuta kuingia katika hasara kubwa, na bodi imekutaka kujua nini kimetokea na nani anasababisha mchezo huu. Bosi, mimi sioni kwa nini tuendelee kujichora. Ili swala liko wazi kabisa. Mhasibu mkuu anajua mkataba unavyosema. Sasa kilimtuma nini kufanya malipo pasipo kumshirikisha msimamizi wa kazi ile? Bila shaka ukweli upo wazi hapa. Hapo. Huo ukweli ndio unaotaka kujua. Bwana Bilali, mimi nadhani kwamba bosi alishasema toka hapo mwanzo kwamba yeye yupo tayari kuwasaidia iwapo tu mtakuwa wazi na kusema ukweli. Kweli kabisa. Kama kuna deal mlicheza na limeliki, basi semeni tujue jinsi ya kusave. Hakuna deal iliyochezwa hapa. Kila kitu kimeenda kihalali. Mimi mwenyewe sifahamu haya malipo jinsi yalivyofanywa. Bilali anasema afahamu. Mimi mwenyewe nilikuwa likizo. Amoni kuna utata? Exactly, kuna utata. Milioni 20 mmezipeleka wapi? 20 million mmezipeleka wapi? Mimi kama meneja mkuu nimeshapeleka ripoti yenu, na bodi imesema itatoa tamko lake rasmi mwezi ujao. Endeni. Jamani, bosi, naona kamati, naomba muiombe bodi itoe uamuzi wa haraka kama inawezekana, kwa vile nimeendelea kuumia kwa kipindi chote hichi kwa kuendelea kufanya kazi kwa kulipwa nusu mshahara. Mimi uchunguzi wa swala hili umechukua muda mrefu sana, kiasi ambacho mimi na familia yangu naendelea kuumia kiuchumi na kisaikolojia, pia na hatarisha utendaji wa kazi yangu. Najua ni jinsi gani unavyojisikia. Kama kweli unajisikia hivi, hata mimi natamani swala hili lishe mapema, lakini siwezi, kwa sababu swala lenyewe liko kwenye bodi ya juu ya wakurugenzi, siwezi kuliforce. Vuta subira bwana Simba, yatakwisha. Na matumaini kwamba uko tayari kwa mwisho wowote, kubaki kazini ama kuishia jela. Msikubali mmenimwagia samaki wangu mmoja mtaji nimepata kwa bahati mbaya sana. Leo mmenimwagia mimi nitapata wapi hali ya kununulia tena samaki? Mimi nasema sikubali kabisa mpaka mnilipe samaki wangu na kisituri changu na machungo yangu yote nimepata kwa matatizo sana mimi. Alafu mnanimwagia nitapata wapi? Samahani naona bahati mbaya. Bwana wewe usiniambie mimi mara bahati mbaya. Sitaki kusikia lolote mbwetu hapa nimesema sitaki. Tutakulipa samaki zako. Mtanipa na sikubali kulipa na mtu yeyote yule, sitaki mimi. Nimesema sitaki, mnalingalia. Wewe mama naye bwana chonga wewe bwana. Sasa wewe chunga kauli zako za kipumbavu bwana. Ndio kauli gani unatumia hapo kwa Kiswahilini bwana wewe hapo tunatuma. Wewe mama usimsikilize wapi nini? Mama kukuitia mjumbe. Mjumbe mimi nibabaishe. Mimi samaki wangu amemwagika na mambo ya. Mama nisikilize mimi, mama nisikilize mimi, usimsikilize hapa mpumbavu. Haina taja mjumbe mama. Hamna maana yake nini? Imekuwaje mbona hivi? Imekuwaje kwani? Mbona hivi? Imekuwaje mimi nimwagie samaki wangu wote na kisituri wamebana huko na machungwa yangu yote. Ndio kama ni bahati mbaya. Katika kuja kupita hapa nikamwaga samaki. Haiwezekani, lazima mmlipe mama samaki wake. Sababu haiwezekani. Nyinyi mnakaa uzunguni huko mnakula kwa mjumbe. Mjumbe hapa anaharibu. Anaharibu kitu gani? Bahati mbaya hata kile tunaweza bahati mbaya gani kama bahati mbaya ngoa basi weka nyasi. Sawa sawa umo na mimi ndini nimesema hivi. Mama atakulipa samaki wako. Na nini sikubali mimi. Sasa polisi kufanya nini tena mama, mambo madogo haya sitemaliza papa tunalipa hela. Sitaki mimi mmenimwagia vitu vyangu. Mbona unielewi wewe? Nipe pesa yake basi. Chukua mama basi. Ha? Yote. Chukua yote tutakusaidia. Yote mimi nikachange. Change wapi? Baba. Chukua mama yote inachukua. Yote. Chukua. Asante. Yote mimi nikachange. Ukachange wapi na wewe umeanza? Kufuga ndevu tu alafu uende kwa jirani. Sawa, lakini sasa mimi ningekosa mimi unafikiri ungazipata hizo? Ndio nimepata. Sawa. Lakini wao matapeli wenyewe. Nitakuona wapi mimi wewe? Ndio matapeli wenyewe wao. Mimi ninaondoka hivi. Swazi. Watu zetu bwana. Bwana wewe bwana tumia akili. Sasa tuondokaje wakati umesharibika hapa? Akili tunakifanya sasa tuondokaje ni bwana wewe bwana. Uko mnani bwana wewe? Kwa tumcheke alafu tuondoke sasa. Basi bwana jamaa kafikiri kuna ufagio, nikamwambia timua zako kwenda hapa, ufagio hakuna, yani hapa kimpango wake mtu afagiliwi mtu. Akaona nitamind kwa sana nini miraso tafikia naomba msaada kwenye tuta. Basi haikuishia hapo. Jamaa sikatoka pale babako
Kwa nini sina kuchukua bapa wake? Mpaka saluni. Kwenda kumfanyizia mwenzake. Kwani ubapa ndo nini? Wewe fala ninujui ni maobapo. Bapa mkame meanikisu. Stella, lakini unajua wewe umezidi. Na ndio wasababisha hayo yote. Wewe unaumwa nini? Nisababisha kitu gani? Wewe mfikiria maisha haya mjini hapa, mimi sina baba, sina mama, mfikiria nikakuishi maisha ya kufala kama wewe. Unajua Stella kuniambia mimi maneno kama hayo, umesikia? Wewe baba mdogo tu, yani mimi unipi pressure, unaelewa eh? Alafu mtoto tu yani wewe. Stella, na usidhani nakuogopa sababu ya mdomo wako. Sikuogopi hata kidogo, mpumbavu. Ni mtoto ndio nitafuta wewe. Ndio unachonga sana siku hizi eh? Unachonga sana. Sasa nitakuonyesha mimi nani. Sikuogopi, najaribu kufanya chochote. Uniogopi eh? Tasubiri kuonyesha. Stella, nakwambia sikuogopi, tena sikuogopi. Bado unachonga eh? Ndio. Nini? Unaitwa? Na nani? Mzaa mitumba siku ile ndo anakuita bwana. Nakwambia kama unanidanganya yeye si tena na yeye siku nyingine. Na wewe nenda kufanya ukoo wenzako bwana. Mambo Zuena. Safi vipi? Safi mzima. Poa. Basi, bwana kuna mzima. Mlikuwa mnasemaje? Maana niko busy sana leo. Unajua Zuena tulikumisi tokea siku ile nini hatujaonana siku ile bilikana siku hiyo. Tukamwacha tu tukucheki tukuone. Poa. Zuena. Labda ungeweza kutuambia labda kuna sehemu gani nzuri nini yenye vinywaji baridi, upepo mwanana, tukae wote pamoja tuongee nini tukaambie na kilichotuleta. Hapana, sio leo, labda siku nyingine. Zuena tunakuomba Zuena, sikiza Zuena. Unajua tumetoka nyumbani kwetu rafiki yangu. Yaani siku ile tumetoka karibu kwa ajili yako Zuena. Alafu sisi programu zetu zimebana sana. Leo tuko Nairobi mara wapi. Kwa hiyo nafasi kama hii ni kama baada ya miaka 6 ni ngapi kwa hiyo? Tunakuomba Zuena please. Yaani leo tu dakika 15 zinatosha Zuena. Hi, JK. Bwana malizana nao. Hey, wait. Mambo. Maandishi kibao mnachafulia na nini zetu. Kila wakati sweetheart waangalia watu mtaani unapoangalia wewe. Jamani, kwani mtoto gani baki mtu kimpango wake bwana hii? Mpango nini rafiki yangu wewe unaona unachobereki tunaangalia mimi hapo mpango wake. Kwa kila sehemu sema mapenzi. Hai sweetheart usije. Jamani, mwandishi wabaya kufanya mambo mangapi sio tuwafuatilie. Wewe kwanza usichoke kufanya kazi wewe. Nikwambiaje kwanza? Sikwambia tu sababu unang'ang'ania wewe. Achana na mimi bwana, achana na mimi nakusisitizia kila siku. It's over. Kuna kitu kingine nimekisema sijawahi kusema hapa. Lakini naambia yale kila siku. Mbona mbona nioa? Nitafanya nini? Mimi nitakuwa wewe. Wewe cha wewe, wewe mwenzako na akili. JK. Mimi niko wewe, JK mimi tunakuwa. Unanibwaga? Sasa sikia Zuena. Karibu sana. Ila tunakuomba kitu kimoja. Uwe free kabisa yani kuwa wazi na sisi. Lakini kifupi ni kuwa ni hofu na mashaka yote kutoka roho mwako, jaribu kuweka pembeni na hapo jisikie kama uko nyumbani. Usikie. Nashukuru sana. Hata hivyo ni kwa natafuta jinsi gani nitapata nikashindwa. Lakini hata hivyo kwa sababu mmekuja nimefurahi sana. Unajua nilikuwa naomba mumsaidie sana mpenzi wangu Eric. Unajua Eric anapenda sana muziki. Sasa kwa sababu na nyinyi ni wanamuziki wakubwa, ameshaingia katika fani hii. Nadhani itakuwa rahisi kwenu kumsaidia yeye ili afanikishe malengo yake. Hilo halina tatizo kabisa, yani ondoa wasiwasi kuhusu hilo. Au wewe labda una tatizo na hilo? Yeye ana tatizo, mimi sina tatizo. Yeye tu Eric mwenyewe. Labda unasikia kwa kifupi nani Zuena. Ni kwamba kwa hapo sio kama tunajifagilia au sisi tunajisifia kama watu wengine walivyosema. Ni kwamba kwa hapa Bongo mapromoter wote wa muziki, yani muziki pia rap, muziki nini, wote tumeweka hapa mkono. Hakuna anayefukuta. Ukija kwenye mambo ya TV stations, radio stations, yani zinalazimika kucheza nyimbo zetu sisi ili watu waweze kukaa chini na kutazama. Kucheza nyimbo zetu na kutazama. Baada ya kucheza nyimbo zetu ndio wanakaa wanatazama, alafu kuhusu hizi studios, Master J, P-Funk nani Mikamamba nyingi zimejengwa kwa ajili yetu. Tusipenda pale sisi. Kwa hiyo yani in short tunaweza kusema kwamba connection tunazo kibao za kumwaga ni wewe tu, ni ukiamua mara moja tu yani. Alafu kitu kingine sasa ni kuwa haiwezi kuendelea tamasha bila sisi kuhusishwa pale kama wageni heshimiwa. Na hii inakuwa inasababisha kwa sababu sisi tuko katika matangazo na nini, na kwa watu wanakuwa wana feel sisi kuja kutuona pale, kwa watu wanakuwa wengi na pesa inapatikana ya kutosha tu.
Na kitu kingine ni kuwa sasa hivi tunajaribu kugusia vitu ambavyo ni vya ndani kwetu sisi. Nilikuwa tuna mpango kwenda Ulaya kutokana na kitu gani? Na kutokana na kuwa hapa Tanzania hatuna mpinzani. Mambo ya kuamua tukae chini tupange kikao kingine zaidi ya hiki, lakini sehemu bomba ambayo ni nzuri basi zaidi hapo. Unajua hapo yeyushu mara sijui juice mara sijui mapaka nini. Sehemu bomba ni ndoo. Unajua mtoto quality kubwa lakini sasa hiyo itakuwa lini? Mimi naona Ijumaa itakuwa bomba. Ijumaa ni nzuri. Ijumaa ni siku nzuri Sasa sijui naweza nikaja na Eric. Ni wala Eric asijue kabisa kuhusu hii. Unajua kuna kitu kimoja. Ni kwamba huwezi kumwambia mtu wakati mambo bado hajabomba mpaka mkae mkamilishe mambo ndio mtu mnamwambia. Mimi naona kama tungefanya kitu kama nini unajua? Kitu kama surprise wewe unaonaje? Yani itakuwa nzuri sana ikiwa hivyo. Yani jamani, yani nitashukuru nyinyi mkimsaidia Eric. Maana yani Eric kanitahidi, yani maskini kama vile na bahati mbaya. Yani nitashukuru sana akifanikiwa. Maana yani mimi yani nipo tayari kumsaidia kufanya kitu chochote kile ili mpenzi wangu afanikiwe. Ndio unafunga? Sasa unaona mimi nafanya nini hapa? Sasa mimi napokuuliza tunakuwa na maana yangu, kwa nini unanikaripia? Angalia nguo nyingine hizo umesahau. Sasa wewe nani leo sahau hizo nguo kama sio wewe? Wewe ndio umepanga hizo nguo hizi? Sasa utafungaje mzigo bila kuangalia kama kila kitu kimetimia? Wewe unapenda tu kunilaumu afu unaniambia mimi akili zangu pumba. Mimi akili zangu pumba. Hebu angalia na ubisha hodi huko. Salamu Eric. Shemeji exercise. Bwana mdogo. Naam. Karibu. Salamu. Karibu keti. Asante. Shikamoo kaka. Marhaba. Shughuli zinasemaje? Sasa kaka, mimi nilileta tatizo langu ni moja, ni kuhusu ile geto yangu pale. Yule mzee ananiwakia sana kiasi cha kwamba kinanyima raha hata kukaa mle ndani. Huu mwezi wa 3 anadai kodi. Sasa mimi nimechoshwa na ile hali kaka. Hebu nisaidie. Hilo tujadili mimi na shemeji yako. Hali yangu kifedha ni mbaya sana Eric. Na uende ikawa mbaya zaidi siku chache zijazo. Pale kazini kumetokea yani kumetokea mambo ya ajabu sana pale kazini. Na hilo ndio limenisababisha mimi hali yangu kiuchumi kuwa mbaya zaidi. Na hivi sasa Eric nalipo nusu ya mshahara wangu. Kaka. Sikujua kama hali imekuwa mbaya kiasi hichi. Pole sana. Asante sana. Lakini mimi nakushauri Eric, kutokana na hali sasa hivi kuwa mbaya zaidi, mimi nakuomba urudishe tu vyombo vyako hapa ukae hapa nyumbani. Hadi hapo mambo atakapokuwa mazuri. Kuna chumba kimoja hapa utakaa huko ndani, sawa? Kaka, mimi sina noma kabisa. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa na nimekubaliana kwa moyo mmoja ofa yako ya mimi kuhamia hapa. Na naelewa kwamba hali sasa hivi sio nzuri. Sema kaka, kuna tatizo moja. Vipi itakuwa kuhusu kusafirisha vyombo kutoka kule kuja hapa? Sasa sina hela hata kidogo Eric. Ila nitakupa tu pesa kidogo ya kula hii. Hadi hapo kesho, sawa? Sawa basi. Haya, asante. Wacha vumbi, kwani unatuletea si wazee uchafu huko watu wote hapa. Tunakaa roho nyenyema kwa sababu ya wewe. Ukitoka kwenye kilabu chako mikojo kutukojolea ovyo ovyo. Lapu mikojo ya pombe. Kufiagia ufiagi, kununua ufiagia wenyewe ununue. Kufanya shughuli yote ya usafi utaki. Maana yake ni unatunyanyasa hivyo mwenyewe ende. Unajua mimi na uchungu sana Chivumbi wewe. Hapo pote umetuletea balala kipindupindu, watu wote wamepinduka na kahawa zako. Unauza vikombe uoshi, mara vikuta chooni, mara kwa nini lakini? Halafu hapa lazima leo nikueleze. Kunijiga mimi usiku ngongongo kunifungulia mipa mlango. Mama nataka samaki. Mama nini, kumbe unanitongoza. Chivumbi sitaki kuniletea kiwashawasha na ukimwi wako nimekwambia. Wenzangu wote muelewe. Kijana Chivumbi ananitongoza. Afadhali umefika. Maliaba bwana. Alifika hapa babu mwenye nyumba, kanikuta mimi na kanga samaki wangu pale. Akaniuliza huyu yupo? Mimi nikamweleza hayupo. Halafu tena akaniuliza, amekuachia maagizo? Nikasema wakati ametoka yeye na mimi hatukuonana. Kwa hiyo ametoka tu. Wewe. Pale nikamwona amegeuka sura kama nini, uso kama mpaka mimi nikaogopa. Halafu akachukua ufungu kwenye fuku lake la lambu, kufuli. Akafanya nini pale? Hoi. Leo mimi nimekwenda kusindikiza wageni, mimi na wageni na mimi. Nimechoka balaa kuna. Afu Sweet Edna anaanza kusalimu, sipate kukueleza. Yaani
Sina baba mmoja mshikaji wangu kaingia kinywa kichwa, na Stella nimekumind sijui nini, nikamwambia wewe hapo ufagiliwa, hakuna hapa nafagiliwa rasta tu handsome wangu. Jinsi ninavyokupenda afu jinsi ninavyokufagilia sipati kukwambia. Kwanza simesahau kukwambia. Unajua Zuena nakupa hai sana. Yaani jinsi alivyokumiss sipati kukwambia. Sasa mpenzi wangu darling, leo tutantoa mamako na ngwani nikifika mapigo leo. Iki afu juu topeni hapa kwa jambo fulani yani. Kalale na chitu. Na bwana usipataga marudio yako haya. Chomba mbwa. Wewe tembea madam. Wewe chomba. Lakini nini? Wewe chomba. Bwana, fanya nini? Malaya wangu ndio umefanya ukanifuata mimi. Ujama. Wewe mimi nimekuchukua nimekulisha umepata kama wewe. Ndio wewe. Nini? Wewe kwanza kwa taarifa yako huna hadhi ya kushia mtu wangu. Wewe unanipiga mimi. Mbwa. Paka wewe. Nitakuua mimi. Kama umenitaji uwe. Jana jamaa. Wewe. Sasa ukataza babu ndio ukataza kutembea na kile kipaka kile. Nini? Wewe mama mimi wako mimi nakupata pataga. Una tai. Unalipiza. Unalipiza. Wewe nini hiyo huni? Ndio unalipiza. Leo. Utakuwa. Ni wewe kama wenzangu. Shetani mkubwa. Wewe biashara ngapi haramu unafanya ndani bila kuangalia? Biashara ngapi na kuchunia tu. Sasa umeenda nikaanza kuchoma. Dress up, Prince. Oi, pambiacha. Sasa inuka ukachukue kila kitu chako, sitaki kukuona tena. Unaenda leka shisha pale mlangoni? Njoo basi ukae. Nimeona hivi matatizo yataisha lini? Nafikiri yote inatokana na umaskini wangu mimi kutokuwa na kazi. Ningekuwa na kazi haya yote asingetokea. Hapana, usiseme hivyo Eric. Hiyo ndio hali ya maisha. Sisi sote binadamu natukumba. Ndio maana hatuko sawa hata kidogo, tunatofautiana. Nafikiri naona bora niachane na huu muziki. Nifanye shughuli nyingine kabisa. Hapana mpenzi. Muziki ndio kipaji chako. Usikitupe. Mimi niko na wewe bega kwa bega kukusaidia ili ufanikishe lengo lako. Unajua haraka haina baraka. Na mvumilivu la mbivu. Vumilia. Na siku moja mambo yote yatakuwa safi. Zuena, please. Usiniache kwa maskini wangu. Hapana Eric. Kato sitokuacha. Nilikupenda na umaskini wako huo. Na nitaendelea kukupenda hivyo hivyo ulivyo. But nipromise kitu kimoja, hautaacha muziki. Lakini Zuena, niachane na muziki. Kila siku hali inazidi kuwa mbaya. Nimefikia tu sasa nimefukuzwa pale ninapokaa. Sina hata pa kulala. Hii hali itaishia lini? Haya ni majaribu Eric. Na siku moja itakwisha. Siku moja utawini. One day, you'll be the top musician in that. Thank you, Zuena. I love you too. Stella, wewe vipi? Wewe umenistua? Una matatizo gani? Stella,
Sasa unalia nini? Sasa uniambie, mbona nitisha? Au nadhani kulia ni solution ya matatizo uliyokuwa nayo? Naomba basi uniambie. Sasa amenifukuza. Amekufukuza? Na ndiye aliyekuumiza huko usoni? Stella, mimi kila siku nakwambia Laza ni mkorofi. Si unaona mtaa mzima anavyomwogopa? Si unaona watoto wanavyomwogopa? Mimi kila siku nakwambia. Alafu Stella, mimi nimekwambia kwamba Saidi hawezi kukuangusha. Na tena nakupenda sana. Cha kufanya kesho asubuhi lazima niende kliniki nipime, na kama ndio ujauzito mimi najiua kwa Mungu. Stella, sikiliza nikwambie. Huo sio uamuzi wa busara unataka kufanya rafiki yangu. Na hili sio swala la kufanya wewe kuomboleza sana. Mbona mimi nimepiga kibuti na yeye, nimelia na saa imekwisha. Lakini wewe ndio sio mjamzito. Najua kama mimi niko tofauti na wewe, lakini mimi si rafiki yako, unapaswa kunishirikisha. Labda ungeniambia umepanga kufanya nini? Nitakachokifanya nakijua mwenyewe. Labda ukimtazama wanaona mimi kwamba naweza nikakudanganya, nikakupotezea muda wako, yaani nikakuharibu afu nikakudamp kama brother men wengine au. Hapana, siyasema hivyo. Ila yani nashindwa kukubali kweli. Naomba nielewe. Sasa ni Zuena kinakufanya wewe unafahamu kama huo Zuena. Labda una matatizo gani Zuena? Msichana mzuri kama wewe, unahitaji gari nzuri, unahitaji fedha ya matumizi, tumia pamba za sister do. Sasa kweli boyfriend wako ataweza kuvaa vitu kama hivi au unamngania? Basi okay, naomba unipe muda nifikirie, nitakupa jibu sikiona. Zuena, kwani kuna ugumu gani ukinipa jibu sasa hivi? Au mimi ni mbaya labda Zuena, ninatisha? Wewe ndo unasema hivyo. Basi Zuena, nakuomba ingawa unipe hata jibu zuri, ingawa leo nikalale. Kwani Zuena, tokea tumekutana siku ya kwanza pale Kabili Kanas, kwani nimekuwa nikikosa usingizi, appetite yangu kwa imetoweka, yani mpaka uwezo wangu wa kuandika mashairi umesha kabisa. Sasa ukisema hivyo ni inamaanisha mimi ndo nakurudisha maendeleo yako nyuma? Hapana, sio hivyo. Pia tutoka uanze kunirusha kwa kweli, hata uwezo wangu wa kula umefika. Sasa sijui mimi nifanyeje Chike, kwa sababu nimekwambia unipe muda nifikirie. Kwa sababu gani? Unajua mapenzi hayataki haraka. Taratibu tutafika. Sio na sauti yako, yani inanichoma rohoni mwangu. Mbona ni sauti ya kawaida tu. Tutakapoendelea kukaa pamoja utaizoea. Kwa tabasamu lako ndo kabisa unazimaliza mpenzi. Bwana, maneno yako yanifanya nisikie aibu. Alafu msieti Zuena, nataka bonge la harusi ambayo ni kutokea Tanzania nzima. Harusi tena? Mbona mimi Muislamu na Mkristo? Zuena, I'll do anything for you, my dear. Really? Bwana jamani, kuua siku ya last day. Leo nataka nimo. Bwana sisi tunafanya nao. Shoga sana. Beno nimemkuta. Bwana yakatoka midai. Shikamoo chief. Mahaba mchizi wangu. Jambo. Si jambo bwana, mambo yanaenda. Kazi zinaendaje? Hivyo bwana, tupo kama kawaida. Beno hayupo. Beno ametoka bwana, brother Beno. Eric, nisubiri nje kidogo. Sawa. Okay. Kwa vile Beno nimemkosa, nafikiri hata nyinyi mtafuata vile vile, sawa? Nafikiri na nimeshazungumza na Beno kwamba kuhusu huyu kijana aliyotoka ni mdogo wangu wa damu kabisa. Na masuala ambayo mimi nimemleta hapa ni kukaa naye na kumfundisha masuala ya kunyoanyoa hapa, sawa? Nafikiri mtakuwa naye tuko pamoja, mambo yakienda vizuri, basi mtamfundisha, akiperform vizuri, basi mtakuwa naye, Mungu akipenda. Hamna shaka. Wewe umeongea na brother, lakini kila kitu mimi nishamaliza. Hamna tatizo. Tutamfundisha kunyoa hapa. Si unajua
taaluma zote ziko hapa, natajua tu limadi discipline ndio naotakiwa. Hapo ninachotaka mimi kwa vile hii saluni iko katika high quality, unaona? Alafu ninachotaka kwamba mumwangalia asiharibu vitu vya watu. Hamna shida. Mimi ndio maana nataka niwakabidhi nyinyi masuala yote yaende vizuri. Edna. Nitakachokwambia Edna, huwezi amini. Kumetokea nini? Kumbe Barazuri ndo anachukulia JK. Hapana. Barazuri ndo nani? Si Zuena. Haiwezekani. Ina maana uniamini? Stella, mimi naona tuko wachike kwa raha za akili zako hazijatulia. Tuliza ball, Stella, tuliza mpira. Mimi namjua vizuri sana JK, mimi namjua vizuri sana Zuena. Nimekuta wenye stegado wamekuwa nakula malaka kama wana akili. Kamvalia mimi nikopa tafikiri mwanamke wake bwana. Sikiliza Stella, nikwambie. Zuena hawezi kutoka na JK hata siku moja. Zuena anampenda sana mpenzi wake Eric na hawezi kumsaliti kiasi hicho. Umesikia? Kwa hiyo uniamini? Au uniamini? Bwana, kabla ya kuja hapo ilikuwa fanya kazi gani? Mimi msanii wa R&B bro. Poa, mshikaji wangu, shusha mistari miwili basi. Bwana, tuko wote babu, tutakushushia bwana. Shusha miwili tu. Poa, au vipigweni kuachie mistari. Hamna noma. Rusha mikono yako hewani kama unapenda hifani. Nasema rusha mikono yako hewani kama unapenda hifani. Au sio? Bwana, tuko naimba TV. Moe! Mo! Bwana, sasa mwengo wako wewe. Bwana, Eric anatisha mshikaji wangu. Nini sasa? Bongea kurasi. Bwana, wewe msanii kumbe? Bwana, mimi msanii wa underground, record bado. Bwana, nipe mistari. Bwana, natisha Eric rafiki. Ngoja nipe mistari. Nipe mistari. Rusha mikono yako hewani kama unapenda ifani. Nasema rusha mikono yako hewani. Bwana, nyimbo yako hiyo? Nyimbo yangu mshikaji. Umerekodi tayari? Bado bwana. Sasa unasubiri nini kurekodi wewe? Brother yako ana mavumba rafiki yangu, au mind muziki? Mimi na mind cheese kurekodi. Sema brother, sasa hivi mambo yake sio safi bwana. Sio hadi mimi kanileta hapa nini? Sio hatari maisha yote. Saidi, fuatilia dawa basi nyuma. Jike, naomba nishushe hapa. Tushushaje hapo wewe? Tunakuja pamoja. Nishushe hapa bwana. Tunakuja nani? Wewe na afya. Angalia bana sisi. Hebu naogopa kwa nini sasa yangu? Ni bwana nishushe hapa. Sasa mimi nakwambia nishushe hapa. Tushushaje hapo? Usikie mlango. Ninafagilia sana wale jamaa kwani kitu wanatuchanganya huko nini wanafanya? Mimi nimekuomba naomba nishushe hapa jamani. Sasa nafagilia yangu sababu napenda sana pombe, napenda sana madem, napenda sana kujirusha fupi ni starehe, nigongera uzoea tena ganda benz unene Samahani bwana, mambo vipi? Safi. Bwana, kama Saidi hataki kuongea. Kisa nini sasa? Kisa wewe mwenyewe unajua bwana, nataka kutetea matatizo na jamaa zako. Hataki matatizo bwana, hataki kuongea na wewe amesema. Kwa sababu kamaona Zuena Zuena sio sababu bwana. Rasta yako hapo bwana, hapo Rasta sijui. Hivyo huyo Zuena ana uzuri gani wa kunitisha mimi? Rasta ndo tatizo, sio Zuena. Bwana, mambo ya Rasta nini kimpango wao? Mimi tunaelewa kidogo tufukuzwe kazi nini, watu kibao mtaani wamejaa hapa sababu ya jamaa yako bwana. Sasa umwambie ama zake ama zangu. Hamna mambo. Poa bwana, msalimie shemeji Rasta. Mwambie bisho tu. Ana lolote. Karibu kaka. Habari za kazi? Sijui nijibuje bosi. Kwa sababu unajua kosa lako sio? Bosi, nina watoto wawili, mke pamoja na mdogo wangu. Wote wananitegemea. Hivi leo mkinisimamisha kazi, nitawezaje kuimudu familia yangu? Laiti ungejua hilo zamani, ungekuwa makini sana kwenye kazi zako. Lakini kwa sababu maji yakishamwagika, kuzoleka ni vigumu sana. Yafanye yazoleke bosi. Bosi, niko chini ya miguu yako. Please, I beg you. Okay. Soma hii.
Nasema soma, fungua soma hapa hapa. Fanya haraka na shughuli nyingi za kufanya, okay? Mimi naona hapa kama jina limekosewa. What? Wewe sio Samuel Simba? Ndio mimi bosi. Sawa. Congratulations. Baba yangu mimi bosi. Stella. Usipende kujaji vitu ambavyo unaonekanaje. Kwani kila atakayesimama naye ni mpenzi wake, labda ni ndugu yake. Ni ndugu yake? Ndugu tuke wapi? Mimi nasema msema tu nimekosea nini? Mabwana zangu, maboyfriend wangu wote sasa kile nishatembea nao. Mimi nasema hivi sasa tanikoma. Mimi naona kuna mtu atakuwa anamtumia kukuumiza wewe. Hiyo sio hapa umezi mtu kwa sababu gani nakwambia umezi mtu? Mimi nitamkomesha tu. Tutaonana mimi na nani mjinga. Hiyo sio njia rafiki yangu. Usifanye kitu ambacho kitakuharibia sifa yako na kitakuharibia jina lako. Kwanza mambo kupigania wanaume alishapitwa na wakati. Yapitwa na wakati? Sasa kwa nini nifuatafuata hivi? Kama yapitwa na wakati. Anifuatia kitu gani? Mesha nina siku moja niko na Eric kwanza kaelekea mekonda hata matamanio kwake mimi sina. Nisiwezi kumtamani mwanaume kama yule ambaye hana hadhi yangu. Na mimi sasa naambia mwanamke wake Zuena nitamkomesha, nitampiga, tutaona mimi nenda nifara. Sikiliza nikwambie. Mimi sidhani kama JK yakupenda. JK anakupenda sana. Na cha kufanya ukanae chini uzungumze naye, ujue, uwezi jua labda shetani mbali muingie. Mimi kwanza nataka kukwambia. Hivi kwani kama JK bado ananipenda mimi? JK siku ananimwaga mbele mchizi wake yule. Hata aibu ameshindwa kunionea wala huruma. Leo sema kwa JK bado ananipenda mimi? Siamini. Stella. JK loves you. Kweli? Ya, tena simama nikwambie kitu. Simama nikwambie kitu Stella. Simama bwana. Rafiki akwambia kweli ndiye anayekupenda. Yaani sio siri. Mimi mwenyewe nikikutizama sioni hata dosari. Yaani mtoto umeumbika. Unajua ile figa namba 8? Yaani JK mwenyewe anachanganyikiwa. Na unajua ni sababu gani anapenda kukutizama usoni? Ni uzuri wa hilo jicho lako. Na hasa hizo lips zako ukitabasamu. JK mwenyewe anachanganyikiwa. Unajua sababu gani anamuita crazy? Sababu yako. Yeah. Wow! Tena uzuri wako unafanana na Cleopatra. Wow! Serious? Yeah. Sasa kesho namtafuta Malava King Master Craze JK. Karibu hapa kwangu mimi nisikie huko kama uko nyumbani yani. Chochote wewe. Karibu ndani basi. Tena Zuena kabisa. Hapo kwa mtoto. Zuena please. Hapo ndio kama ndani kwangu. Mama yako. Ndio kwa mtu yote nini? Isso que é com os peixes, velho. Njoo basi ukae basi mpenzi. Sweet, please. Sasa ndo nini hivyo Zuena na wewe jamani? Mbona unapenda kuniona nikiumia mwenzio? Njoo basi ukae. Njoo kae karibu yangu. Sweet. Sina bwana haraka na ndoki. Zuena. Sasa haraka nini tena mpenzi? Yaani ungejua. Yaani ndio siku mbaya nilikuwa naisubiri kuliko siku zote hapa duniani. Na baba si nipata kisa japo tano yangu pata kutulia Zuena mpenzi. Listen darling. Sikiza. Siku nyingine sio leo. Kwani sio leo? Unajua yani inakuwa ngumu yani kukueleza. Unajua yani mambo yetu sisi wanawake. Chiki unajua. Sikiza sasa. Sasa ndio nataka kuondoka sasa. Wewe kaa basi unieleze basi nitakuelewa. Haya kaa basi. Sasa nataka kukimbia rafiki yangu. Sikiliza. Nipo katika siku zangu. Najua ni I've hurt you. Najua listen. Chiki
Okay. Najua you don't trust me, lakini yani naomba unielewe yani. It's okay. Hamna tatizo. Kweli chike. Nimekuelewa. Akashi. Jambo lingine nilikuwa nataka kuulizia kuhusu swala la Eric. Na ni boyfriend wako? Unajua japo tumeanza uhusiano wetu, lakini yani ukimsaidia Eric akifanikiwa kufikia lengo lake, itakuwa rahisi kwangu mimi kumwacha yeye. Okay, tutamsaidia. Hamna tatizo. Kweli? Niamini. Asante. Unafanya nini sasa Zuena dia? Namsema shetani ndani ya roho yangu Zuena. Unasikia? Utapata mengi mazuri zaidi ya hivi. Zuena, mdomo unaweza ukaidi ulimwengu mzima. Lakini je, ukiwa utatekeleza Zuena? Trust me. Sasa Zuena, I have a present for you. Wataka kujua nini? Nimealikwa katika bonge la tamasha huko Zanzibar. Ni tamasha kubwa hapa duniani. Na moja ya mastaa ambao amealikwa katika tamasha ni mimi. Sasa nataka niandamane na wewe pamoja na Eric. Alafu tukienda huko namfanya connection Eric. Tena kipanda kiperform katika ile tamasha. Ameonekana ulimwengu mzima. Sasa nikupeni zaidi hapo. Kweli? Sweetie. Vipi? Vipi? Nikwambia sio wewe. Tazama nini mbona unifuata? Nakupa masaa 48 uame mji huu, la sivyo utaondoka mji huu mauti. Kwani shemegi kaka mpaka sasa hivi hajaamka bado? Si unajua siku hizi ni boss tena. Mwacha pumzike bwana kakangu, amesota sana. Ukitoka basi nifungie mlango narudi tena kulala. Shemegi, unajua leo nitachelewa kurudi kidogo kwa sababu nitapita kule nani kwa kina Zuena kumwangalia Zuena. Tena Eric umenikumbusha. Kuna kitu nataka nikwambie. Kuhusu nini? Kuhusu Zuena. Inasemekana Zuena amerudishwa jana usiku sana kwao na gari fulani, na hiyo gari ndani kuna wanamuziki yao maarufu sana, GK na AY. Zuena? Hata mimi nilishtuka hivyo kama ulivyoshtuka wewe Eric. Niache mimi. Ngoja kwanza, unataka kufanya nini Eric? MK. Keti nakwambia Eric. Yangu mpenzi anaitwa Zawadi. Ndo alikuja akanielezea hizo habari zote. Zuena, tumesota wote. Mmesota wote? Umesota peke yako. Yule mtoto wa kitajiri bwana. Sasa shemegi niache. Ngoja, unataka kwenda wapi? Unaenda wapi? Niache. Niahidi, nikikuacha utafanya kitu chochote cha ajabu huko. Yes, I promise. Zuena, nimesahau simu yangu. Usinitajua. For goodness sake, jamani, simesema sitaki vitu kama hivi. Labda Anita. No, kwa kweli hivi vitu viondoke. Alafu can't find the phone. Labda ungeangalia kwenye TV. Simu yako hapa. Bwana, you know I don't like this sultani when I'm late. By the way, huyu kijana anafanya nini pale nje? Did I not tell you sitaki kumuona hapa? Sitaki kumuona hapa na anakuja hapa saa hizi saa 1:30 za asubuhi kama vile yeye ndo baba mwenye nyumba. Why? For goodness. Ndio bro, sawa. Walipo vipi? Lipo kitu gani? Ndio dogo. Fanya favor. Wewe. Master. Kachi. Master.
Amia dogo. Sawa. Mdogo utavaa kofia. Sawa. Ndio nayo. Sasa tutaka mpaka lini huyu? Bwana huyu mdogo wake mdogo wake tunamtaka. Hamna kumnyoa. Wewe bwana unachemsha na wastako sababu madeni zenu bwana. Salau rafiki huja magani mimi nashindwa kumuelewa kabisa. Wewe acha tu jamaa huyu anakuja kila siku. Napenda mambo mema wote wema wa furaha. Acha kufagia wewe, hamna chochote. Eric, unaonesha talent. Jamani, sikizeni, naombeni msipande jamani. Tuna kutia aibu pale. Wewe nini wewe? Mbona unakuleta hizo? Mimi naambieni bwana, mtia aibu. Tumefanya mazoezi ya kutosha bwana. Mbona unatushusha moyo wewe? Wenu wanafanya. Wote hawana choreography, hamna chochote pale. Wanapishana na gongana. Katika Prisma Talent Show leo tutakuwa na msanii chikizi kabisa ambaye atambuliki, mtaona vitu vyake. Oye mamoni Eric. Mateso moyoni, usiku silali, hadithi sitaki, nataka zeze, penzi lako la thamani, tena shati jamani, usiku silali, nakupenda zeze. Kama wanipenda, nunu ni zeze, nikilala kitandani, zeze lani bembeleza. Majungu sitaki, zeze langu silipati, mapepe sipendi, mapepe sipendi, penzi lako burudani, wapo kitandani, zeze langu manani, zeze langu manani. Kama wanipenda, mpenda, nunu ni zeze, nikilala kitandani, zeze lani bembeleza. Kama wanipenda, nunu ni zeze, nikilala kitandani, zeze lani bembeleza. Alileta za kuleta, sio alisema Mike nini? Okay, hamna tatizo. Kwa kuonyesha ni jinsi gani nilivyopenda show yako na kipaji chako cha kuimba, Eric nakuahidi kesho nakupeleka studio. Utanipeleka studio brother? Yeah. Nakupeleka studio Eric. Siwezi kukuacha kipaji chako cha kuimba kifa hivi hivi. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu Eric uwine. Na hii nafikiri kama ile ndoto ambayo nilikuwa nikiota siku zote. Asante sana brother. Wewe endelea kulala. Mimi niache niwahi ofisini. Sawa, asante brother. Yeah, babe. I can't believe. Aseme. Aziz wenu, ngoja nikupe habari nzuri. Bwana brother ananipeleka studio. Nimesikia yote. Yaani hata kama Shimsamo imekubali, basi kila mtu atakubali. Bwana muziki wa leo si mchezo, mwenyewe nimekubali. I told you, one day I'm gonna be a hero, great hero. Sasa unaamini? Unaamini? Lakini darling, usijisahau, bado hujafika. Safari ndefu
It's a very long safari. Darling, najua ninapokwenda ndo kugumu kushinda sehemu zote. Lakini kufika mpaka hapa nilipofikia hadi stage ambayo napata muda wa kurekodi, nafikiri Mungu atanisaidia sana. That is why I'm here, kusaidia kwa hali na mali kufika huko ambapo bado hujafika. Siku moja nitafika. Najua jana nimeanza kupanda ngazi. Alafu wale pumbavu wataka kuniletea mimi gozigozi. Akina nani hao? Sio. Leo tupo pamoja. Eric, ukiniacha, Eric, I promise I will kill myself. Zuena. Katu sitakuacha. I promise I'll never leave you alone. Ulilala wapi jana usiku? Nasema ulilala wapi jana usiku? Umenisikia au umeona usinjibu tu makusudi? Kunyamaza umeona haitoshi, bora utoke nje kabisa, sio? Sama nisenda kutupa taka. Wewe mtumwa wewe. Unajua shida uliyopata ulipokuwa na wewe utabangi wapi? All the neighborhood is talking about us. Unajua hiyo shida? Wewe kumbi zote za starehe unajua wewe. Much more. Sijui 420, sijui wapi Mambo Club, sijui wapi. Kama wewe malaya sio malaya ni. Mama nita malaya. Shut up. Tena shut your mouth now. Kama kulala huku ndani kumekushinda, pack your things and go and live with that mvutabangi wako. Nimeshakuchoka. Umesikia? Asante sana kwa kuniita malaya. Ninaomba sijamsikia baba akikuita hata siku moja. Yes, kwa sababu mimi sio. Asante sana kwa kuniita shetani, kwa sababu shetani ndio anafanya mambo maovu kama haya. Sawa mama, mimi naondoka. Naondoka sio kwa sababu napenda. Ila naondoka ndani sije kutia aibu mama. Ondoka. Ndio naondoka. Tena the sooner the better. Sijui nifanya nini, what? Mungu nisaidie, I just don't know. Edna! Mtu mzima tishui nyama bwana. Najua ulizania raza. Achana na huyo. Sasa sikiza mwanangu nikwambie na habari mpya leo. Watu siongee vitu vingi sana. Nini macho ungechungulia hapo cheza watu? Sinione. Na uone vitu gani? Niko negative. Negative nini? Sina ujauzito. Kwani Stella? Cheti siki. Mimi daktari ananiambia nisipate kuambia fulani uliokuwa nayo leo hii. Usiniambie. Kwanza nilikuwa nafikiria ningekuwa na mimba ya yule kaka alivyokuwa mbaya, kaka mweusi mfupi mirasta, utafikiri jini. Nashukuru Mwenyezi Mungu kunyima kizazi na yule baba. Tena mshukuru Mwenyezi Mungu mkubwa, angenipa ningekufa na hiyo mimba. Tena mshukuru Mungu sana, maana yake mtoto wako angekuwa kituko mji mzima. Na zile rasta hizo kwa raza. Kama nikia pweza. Angetisha mwanangu. Mungu. Sasa mshukuru wangu achofuata kusherehekea Stella. Au sio? Yo! Karibuni. Sasa niambie kazi. Sasa bwana sana. Sikiza bwana, kuna itawezekana kwa sababu nipo tight. Unajua studio inaendana na matangazo. Yaani tunatumia sana ile matangazo. Kwa hiyo na baadhi ya matangazo tusimaliza. Kwa hiyo naomba mjaribu kupitia wiki ijayo. Right. Mr. Sam. Mambo vipi? Safi. Yes. Habari zenu madogo? Niambie bwana Sam. Leo bwana nipo tight, hatuwezi kurekodi. Naomba mjaribu kupita wiki ijayo. Haya, sema madogo. Vipi? Huyu kaka yenu Sam yuko wapi? Mr. Sam. Aisee, kwanza asubuhi sijafanya kazi yoyote. AC inaleta matatizo na kompyuta imejam. Kwa hiyo siwezi kufanya lolote. Kuteni wiki ijayo, au sio? Mapepe sipendi, penzi lako burudani, tuwapo
hapo kitandani, sasa langu manani, sasa langu manani. Kama wanipenda, nipenda, nizeze. Zuena, kaya haraka kimbia. Kimbia Zuena. Eric, Eric, kia. Zuena. Umesikia? Bwana mnasubara nyinyi. Sikia. Hadithi sitaki, nataka zeze. Penzi lako la thamani, tanashati jamani, usiku silali, nakupenda zeze. Kama wanipenda, nipenda, nizeze. Nikilala kitandani, zeze lani bembeleza. Kama wanipenda, no, nizeze. Nikilala kitandani, samana bembeleza. Majungu sitaki, zeze langu silipati. Habari saizi? Salama, karibu. Asante. Kuna kijana mmoja anaitwa Eric anaishi hapa. Eric. Kwa nini? Tunafahamiana. Ni kweli anaishi hapa lakini ametoka. Na Zuena? Zuena. Kwa nini shida nayo nini? No, actually Zuena ndio nilikuwa na shida naye zaidi. Kama yupo, ningependa sana kumuona. Okay, karibu ndani. Asante sana. Karibu kae. Thank you. Zuena, please. Hapo. Please, sitaki tugombane, please. Just come, please. Ebu njoo tuongee vitu fulani. You don't know how hard it was even kutafuta mpaka kupata hapa. I just want to talk to you, mother and daughter. Unaelewa? Please. Mother and daughter. You hate Eric. Umeniona tena mimi pia unanichukia. Zuena, listen my darling, I don't hate Eric. I don't. It's because I love you so much. Please, njoo basi hapa tuongee kidogo. I'm sorry. Unafikiri ni rahisi mama kumwambia mtoto wake kwamba they're sorry? It really means kwamba I'm missing you. Don't be fooled by these guys. Wanaume, they can use you and abuse you na kesho wanakutupa huko barabarani. Please, come home. Halima. I'm Halima to you now. Spare me that crap. Goodness. I think sasa hivi kwa kweli you've crossed these borders. Am I your friend? You're not my daughter. Mimi mtoto wangu hakulelewa hivi. And she would never dare kuniita mimi by my first name. If that's how you feel about it, bwana, so be it. But I tell you, you're going to regret this. Uta regret. As long as I am your mother, you will live to see this day. And so be it. Shikamoo mzee. Shikamoo ya nini? Mbona tunazeshana? Habari ya saizi inatosha. Au mnataka kuninyima riziki ya vimwana? Hapana mzee, hiyo sio na yetu mzee. Mnasemaje? Niwasaidie nini? Mzee, tumemnuzia kijana mmoja anaitwa Eric. Sijui unamfahamu? Eric? Yule kijana mwenye mwanamke mzuri hivi mwenye huyo. Yule kijana bwana. Hapa yupo yule kijana, yani ajabu kabisa yani. Ameondoka hapa, ameondoka na pesa za mwenye nyumba, mpaka leo hajaonekana. Alafu cha kushangaza, mimi namshangaa sana yule kijana. Sasa mzee, ngoja.
Yaani anashangaza mimi kitu kimoja. Yaani ameondoka hapa, baba mwenye nyumba mwenyewe ndo anategemea hela yake ya pango. Alafu yeye ameondoka na pesa zake zote. Unajua mzee, basi ngoja kwanza. Alafu cha kushangaza katika mtu ambaye alikuwa mbaya, mbwa yule ndo afai. Yaani yule ameondoka hapa na deni langu la kahawa, yaani mimi nashangaa, yaani sipata vipi. Ngoja kwanza, amenitia damage kiasi ambacho sipati kuona. Shilingi 60 za kahawa ameondoka nazo, yaani mimi ninashindwa kuuza kahawa yangu hivi sasa. Yaani msingi wangu wote kwa promotion. Hafai, yaani nasema hafai. Pole sana mzee. Shapo. Lakini huwezi kujua labda amehamia wapi ili tusaidie Mike, tunasaidia naye sana mzee. Nimesikia tu fununu, sijui amehamia sehemu moja Kinondoni kwenye saluni moja inaitwa BM. Ndio hiyo. Ndio hiyo. BM. Mimi najua tunzetu. Mimi najua. Mambo Edna. Stella mambo. Hey jamani. Mbona mnitumia hivi? Na limit ya huku siku zinakuja. Mimi nakaa pale mbele pale na Edi kwa kaka yake. Huko nimetoka zangu sokoni naenda nyumbani, twende ni basi ndani. Jamani. Najua mnanifikiria vibaya kuhusu JK. Lakini mimi JK sina uhusiano naye wowote. Hauna uhusiano JK? Edna, unasikia? Zuena hana uhusiano na JK. Sasa kwa nini kumsingizia mtoto wako? Nakuuliza unataka kutukunumiza watu? Udai. Sasa nakwambia hivi. Hiki ni kionjo. Kipigo kinakuja. Tuenzetu. Mungu wako mbaki. Haya, tatizo letu ni sehemu nasemaje? Ndugu yangu hata salamu basi. Wewe mimi salamu yangu ikusaidii kitu bwana, wewe sema shida yako nini unataka nisaidie? Kwani ugomvi basi ndugu yangu wewe? Basi hii niondoka bwana. Tulia kwanza bwana, sikiliza hapa. Isiwe tabu. Sikiliza basi. Tuone jamaa moja mtu Eric. Si nataka Eric. Oya, subiri huko basi nikaitie, asema. Sawa basi, hamna noma, fanya sawa basi. Ndio basi kwa sababu tunisho tukusimama simama. Bwana mimi naondoka zangu bwana. Sasa wewe tatizo ni nini mshikaji wangu mpaka sasa wewe na wewe sometimes tumia akili bwana wewe. Angalia kama tukiondoka hapo unadhani utafikiria nini? Sio sababu tukija kwa shari tu sasa. Wewe tunapojizalisha kwa ajili ya watu wenyewe mabwege tu. Unajua wewe mimi nzanda kama wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kunishauri mambo ya maana, lakini badala yake unakwenda kama mzigo. Mimi na shida kuelewa unajua. Bro jamaa kasema. Bwana jamaa kasema vipi? Hataki tena dili na nyie. Si mnakumbuka siku hiyo mlomfanyia kule? Sawa? Nataka sasa muondoke, anakuja kwa kuta hapa atakuja kwa balaa bure yani. Sikiliza bro, jamaa si mshikaji wako bwana, naomba kaongee naye, mwambie ni bahati mbaya. Sote ni washikaji au vipi? Tumefanya vile tukao tufahamiane, sasa tunafahamiana, mwambie la sawa mambo madogo, mshikaji nakuomba sana. Sawa ndio bwana, mshikaji kisivyo mbona kule ndani aweza akatoka kaja kuongea na nyinyi. Unaona? Yaani nyinyi leo muondoke. Bwana mimi naondoka zangu bwana, wewe kutazaliza wewe bwana, usinichanganye bwana, mbona mambo madogo afu na mind bwana, vitu vidogo hivyo. Hapo mtoto mbona anachonga bwana, mshikaji wake. Achana naye. Huyu hapa mimi anifanya kitu chochote huyu. Oya mshikaji achana naye. Oya nini. Achana nao kama mind bwana, mbona mambo mind bwana, achana nao bwana, kwenye gari bwana. Wewe nyie tutushie chochote. Achana nao bwana. Huyu mtoto tu bwana, ngumi mbili umeua. Time bwana. Sogeza huku. Wapi Stella? Huku. Kila saa unatuma, sasa hivi nimechoka zamu yangu. Bwana hebu kaza mkono kike. Sasa hapo na mambo gani bwana? Stella, hii ni mara mwisho, kama haifai njoo mwenyewe. Unakuwa jeuri sio Afu mtoto sasa imebadilika sana yani. Karibu. Habari zenu? Nzuri. Samahani, sisi tumemkuta Stella. Stella? Hayupo.
Na Edna wametoka pamoja. Basi itabidi tuwasubiri. Ni wakina nani wenzetu? Sisi ni maafisa kutoka bandarini. Kwa hiyo kuna mzigo ambao huyo Stella ametumiwa kutoka Singapore. Singapore. Kwa hiyo kutokana na anwani iliyoandikwa pale, basi ndio tukaweza kufahamu mahali hapo. Okay, karibuni sana. Mimi ndio Stella na huyu ndio Edna. Najua tena nimeshindwa kufahamisha mapema kwa sababu najua tena sisi binadamu sasa hivi hali imebadilika. Si mimi nataka vinywaji gani? Jamani, acha mimi hata juice. Hata maji jamani, baraka ndani ya nyumba. Kwanza tutakuja tena na tena tutakunywa, hamna tatizo, wewe rudi. Inatosha sana. Wewe mtaki hata maji? Wewe acha. Sasa mimi nafikiri ngoja tu huyu amchukue karani ambaye tumekuja naye kwa nje. Yuko nje hapa. Okay. Karibuni sana, msikie mko nyumbani. Karibuni. Nashukuru sana. Angalia sasa hivi tunakumbulisha kwa ukizingatia mkuja mtu akuja mtu mwenyewe na unaanza plan mimi hapa so mwanangu. Ndio ile kawaida. Yaani wewe mmoja kupata kuku sio wewe mtoto vile anapata sisi ni maafisa wa polisi sawa. Kuanzia sasa hivi mko chini ya ulinzi. Kapo. Kaa chini. Uko chini ya ulinzi kutokana na matatizo mliyomsababishia huyu sawa? Zuena, lakini situngeamaliza tu. Mtamaliza mbele ya safari. Njoo nikwambie, mimi sinakwambia kila siku unaniambia mimi muongo. Njoo uone. Kila siku nakwambia unaniambia mimi muongo, njoo. Yule nani? Wow! Crazy! I can't believe this. Unaambia mimi muongo. Banyisheni hapo hapo. Simameni hapo hapo. Hapo hapo nimesema. Sikia mshika. Naomba usikize basi. Hapo ndo unakosea. Tunakuja kwa acha nikosee mimi po. Unamfikiria sivyo baba. Itakuja kuwa son, nitafanya kitu kibaya hapa. Nyumba nzima, majirani wote wataninunia. Poa baba. Nyazeni bwana. Na wewe ingia ndani, chukua kile kilicho chako na uanze sasa hivi. Unanifanyia hivyo Eric? Mimi siku zote hizi nilikuwa nikifanya kwa sababu yako. Nimesemaje? Sasa hivi ingia uchukue cha kwako. Kwanza una chochote. Anza kwenu. Anza kwenu bwana. Eric, kumbuka nilipokutoa. Nimekutoa mpaka umefika hapa Eric. Leo unaona mimi sana. Asante sana. Eric, one day, one time, you will remember this. Bye. It's one day, one time. Go to hell. Ingia. Umetoka wapi wewe? Mnisamehe. Ati nini unasemaje? Mnisamehe, nimerudi nyumbani. Ebu usikae kwenye hicho kiti. Nimekisafisha jana tu. Hapo chini. Do. Yaani. Hebu jiangalie. Umetoka wapi? Nimefukuzwa. Mama nirudi nyumbani. Aha. Nikusamehe? Wewe, do you know the meaning of the word kusamehe? Leo umerudi nyumbani nikusamehe. Nikusamehe kama nani? Kama Halima au? Mama. Leo mimi ni mama. This is so funny. Unarudi ili weje?
naomba nirudi nyumbani, naomba niende shule. Shule. Haki ya Mungu yafani. Yaani shule ikusubiri wewe muda wote huu. Leo ndo umeona umuhimu wa shule. You're not serious. Nini kimetokea huko hebu niambie? Fukuza. Umefukuzwa, umepata shida. Leo ndo unajua shida, sio? Unakumbuka maneno yangu? Unakumbuka nilikwambia nini that day? Nilikwambia nini siku naondoka pale? Umeshajifunza, dunia imeshakufundisha. Basi una bahati. Unajua nimefanya renovation ya hii nyumba. When you are not here. And I have the perfect place na sehemu nzuri sana kupeleka. Hebu njoo. Asante. Njoo. Nikwambie exactly. Sasa sehemu ambayo unastahili wewe kukaa ni huko. Get out of my house. Na usirudi. Yaani brother anakuja nao hawafai kabisa, tushatimua sisi humu. Brother mimi simuzi nao chochote, hawana mpango wote ya jamaa. Ndio kama watoto wako, mtoto anachoma kama manasi na huyo. Wewe mimi sio unaika mikwala nakwambia kabisa. Sasa mwanzo kujaribu mjomba tena na wewe bwana, hizo habari mimi sio kuzisikia, ndio maana mwaleta vijana hapa. Eric, kwa nini sasa wachangamkiwe nzio? Sinaongea na wewe. Brother na maana hawaje kuambia ulichonifanyia. Wameshanieleza kila kitu. Mimi sikuongea nao bwana kwa sababu hao jamaa wamenifanyia kitu kibaya sana. Yaani wewe usingeweza kuja nao hapo ungekuwa unafahamu. Eric, iliyopita amepita ndugu yangu. Achana iliyopita tuongelee na ukuja mbele. Tuliza hasira Eric. Nyinyi ni wanamuziki wachanga mno. Kwa hiyo ugomvi wenu sasa hivi haufai. Kati ya nyinyi kwa nyinyi. Sasa hivi mnakaa kama inabidi mkae na mpigania haki zenu kama wanamuziki. Hao sio bwana, wanajifanya mabata watoto wakishua. Hamna, sio hivi babake, ukisema hivi utakuwa unakosea au vipi? Kama hivyo unasema brother Sam, unajua sisi kama wanamuziki inabidi tukae chini tuwe pamoja. Sio kama kwenye muziki tu. Hata zaidi ya muziki ni kama tunahitaji kuwa tukiwa pamoja hata katika kutetea haki zetu. Unajua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, au sio? Bwana Eric, naomba nisamee bwana kwa mambo yale yalitokea nini kwetu, sawa na iliyopita nini, tuweze kufanya kazi zaidi na zaidi, hata Nyamwezi pale na mshikaji pale, au sio? Yaani tusawazishe ya mambo nini, tuweke amani nini, tuweze kujenga ushirikiano, tutengeneze mambo zaidi na zaidi mazuri bwana. Hilo ndio nilikuwa nataka kusikia, msamaha. Lakini bila hivyo tusingeelewana wazee. Bwana Eric, ka vipi poa tu bwana, wasamee bwana, amekuja ni na brother nini. Masuala ya kugombana sasa hivi yamepitwa na wakati. Nyinyi kama wanamuziki haitakiwi kufanya vitu kama hivyo jamani, sawa? Sawa bwana, mimi nawasamea. Au sio sana mzee, please. Hakuna zaidi yako, please be my girlfriend. Uwe wangu wa kufa na kuzikana mama, unachotaka nitakupa, twende angaza na kuwa na girlfriend. Mwenye kucha za kung'aa, pamba za kuvawe na mimi. Kuwa na girlfriend, mwenye shida na balaa, anitoe mashakani. Kuwa na girlfriend, mwenye pozi na nasaa, anipende masikini. Kuwa na girlfriend. Yani picha limeanza, topenda nimepigika, kwa kifupi natafuta dada mwenye vyangu vigezo. Kwanza akitembea kama kinyonga, pili awe anaringa kama twiga. Nadhani hapo umenipata, msela wako nakupa da. Mwenye kucha za kung'aa, pamba za kuvawe na mimi. Mwenye shida na balaa, anitoe mashakani. Mwenye pozi na nasaa, anipende masikini. Girlfriend. Ukimwona utamwona nasi, ni mwenye tofauti kubwa. Mtoto ana mapo
wapi siku zote nakutafuta mpenzi wangu? Mimi si mpenzi wako. Ukiko ndo mpenzi wako. Kama nimekuwa mimi mpenzi wako, kwa nini unanifukuza? Zuena, najua nini ilikuwa kosa langu, lakini sasa I want you to come back to my life. Siwezi kurudi katika maisha yako. Eric, napenda muziki na you're the top musician in town. Kwa hiyo hauwezi kuchanganya vitu viwili kwa pamoja. Ni bora uendelee na muziki. Zuena. Eric, I'm sorry I made a mistake. Lakini kati yetu lazima mmoja sacrifice. Na siwezi kukuacha wewe sacrifice muziki. But I still love you. Barafu wa moyo napenda kuwa na girlfriend mwenye kucheza kung'aa pamba za kuvawe na mimi kwenye shida na balaa anitoe mashakani mwenye pozi na nasaa